Namna ya kutawadha. Haikubaliki swala pasi na twahara. Bismillahi. Ni sheria kusema bismillahi mwanzoni mwa udhu. Kwa neno hilo ndiyo tunaanza udhu wetu. Tunaosha viganja viwili, kisha kusukutua na kupandisha maji puani. Kusukutua kunakuwa kwa kuweka maji mdomoni na kuyatikisa ndani yake, ama kupandisha maji puani kunakuwa kwa kuvuta maji puani kupitia pumzi, kisha kuyatoa kwa kuyapuliza nje. Ni sunna kupita kiasi katika kusukutua na kupandisha maji puani, isipokuwa kwa mwenye funga au anayehofia madhara. Kuosha uso kwa maji. Na mpaka wa uso. Kwa urefu ni kuanzia maoteo ya nywele za kichwa yaliyozoeleka mpaka kwenye kidevu, na kwa upana ni kuanzia sikio mpaka sikio lingine. Ni wajibu pamoja na kuosha uso, kuosha nywele zote zilizoko juu yake kama vile nyusi ama ndevu. Zikiwa ni nyepesi, ni wajibu kuosha ngozi iliyoko chini yake, na ama ikiwa ni nyingi, zitaoshwa juu yake tu, na ni sunna kuzipitishia vidole kwa maji peke yake. Kisha baada ya kuosha uso, inafuata kuosha mikono miwili, na tunaanza na mkono wa kulia. Kuosha mikono miwili kuanzia katika ncha za vidole mpaka katika viwiko viwili, pamoja na kuviosha viwiko viwili. Kisha kufuta kichwa, tunaloanisha mikono miwili kwa maji mapya. Kisha tutaweka mikono miwili hii iliyoloana mwanzo wa kichwa na tunakwenda nayo mpaka kisogoni. Kisha tutairudisha mpaka sehemu tulipoanzia. Kisha tunapaka masikio mawili kwa maji yaliyobakia, yale tuliyofutia kichwa. Tunafanya hayo mara moja. Na namna ya kupaka masikio mawili ni kuingiza vidole vya shahada katika tungu za masikio mawili, kisha tunayafuta, na tunafuta kwa vidole gumba juu ya masikio mawili. Hapo tanakuwa tayari tumeyafuta masikio ndani na nje. Kisha tunahamia katika kuosha miguu miwili, na mipaka ya miguu miwili ambayo ni wajibu kuiosha ni kuanzia kwenye vidole vya mguu mpaka katika kongo mbili. Tunaanza na mguu wa kulia na tunapitisha vidole vya mikono kati ya vidole vya miguu, na tutazingatia kuosha nyuma ya miguu. Tutaosha mguu wa kushoto kama tulivyoosha mguu wa kulia. Kufuata mpangilio katika viungo vya udhu ni wajibu, kiasi kwamba tusitangulize kiungo sehemu ya kiungo kingine, na kufuatanisha kati yake ni wajibu vile vile, kiasi kwamba tusichelewe kwa muda mrefu kuhama kutoka kiungo kwenda katika kiungo kinachofuatia. Inatosheleza kuosha viungo vyote vya udhu mara moja moja, na ni sunna kurudia kuosha mara mbili na mara tatu katika kuosha uso, kusukutua na kupandisha maji puani, na kuosha mikono na miguu, na hilo ndilo bora zaidi. Inapendekezwa baada ya kumaliza kutawadha kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Na ni vizuri tuzidishe Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.